أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقا في الدين، والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالعلم فأنت خير الفاتحين، وافتح علينا بالمعرفة فأنت خير الفاتحين. قال المؤلف حفظه الله تعالى، نفعنا الله به بكم آمين. كيف تسرب التجسيم لهذه الأمة وبدأ فيها؟ فصل مهم جدا. كيف تسرب التجسيم، namna gani ilipenya tajsim lihadhihi al-ummati, kuingia katika umma huu, wa bada fiha, na ikaanza ndani yake. Yani aqida hii ya tajsim ilianza namna gani na ilianza lini? Nasema baada an bayyana tawafuqa, baada ya kuwa tumebainisha kuwafikiana baina aqidati al-mujassima, baina ya aqida ya mujassima mawahabi hawa wal mushabbiha na mushabbiha hawa masalafi min hadhihi al-umma, katika umma huu, وبين العقيدة الإغريقية، بين اعتقاد ذا وغريكي واليونانية ويوناني، وعقيدة مجسمة أهل الكتاب، اعتقاد ذا مجسمة وأهل الكتاب، بنصوص ونص وأدلة، بنصوص وأدلة واضحة ونص ندليل ambazo kama ziko wazi. La budda, hapana budi, an nubayina, tubainishe kaifa tasarraba hadha alfikru, namna gani ilipenya fikra hii ila hadhihi ummati, kwenda katika umma huu au kuja katika umma huu. Fanaqul, tunasema yani baada ya kuwa tumebainisha uwiano na kuwafikiana baina itikadi za masalafi na baina itikadi za Wagiriki na Yunani, na baina itikadi za Kristo na Mayahudi, kwa dalili ambazo kwamba ziko wazi, ambazo kwamba hazihitaji tena ziada. Sasa anaingia kueleza namna gani tajsimi ilianza kuingia katika umma huu. Asema laqad tasarraba hadha alfikru, hakika ilipenya fikra hii mundu ahdi sahaba, kutoka zama za masahaba, wa fi sadri alislami, na mwanzo kabisa Uislamu. Walladhina adkhaluhu, na waloingiza fikra hii katika Uislamu, hum ahlul kitabi, alladhina ni ahlul kitabi ambao kwamba aslamu waluslimu, wa baadhi sahabati alladhina, na baadhi ya masahaba ambao kwamba kanu walikuwa yatuquna, wanatamani, wayuhibbuna, na wanapenda, ayatali'u, waone, ala ma inda ahli alkitab, yale loko kwa ahli alkitab, yani wale walikuwa wanatamani na kupenda waone zile itikadi zilizoko katika vitabu vya ahli alkitab. Wa hadha amrun ma'lum, na hili jambo linajulikana inda ahli alilmi, kwa watu wa ilmu. Lakini yahtaju ila bayanin wa idahi, lakini hili swala linahitaji nini? Kubainishwa na kuwekwa wazi. Famin dhalika, basi kutokamana na hilo linaloweka wazi hii qadhiya tulieleza hapo juu. قول الحافظ الذهبي، قول الحافظ الذهبي، قول الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، كتابه سير أعلام النبلاء، نسمع مجلد 3 صحيفه 489. إن كعبا، حقيقة كعب، أنا كسوديا كعب الأحبار، جالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، aliketi أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يحدثهم، akawa hadithia عن الكتب الإسرائيلية، kutokamana na vitabu vya wana wa Israeli. Yani hii ni nasi ambayo kwamba inathibitisha ya kwamba Kaab alikuwa ana vikao ambavyo kwamba wanahudhuria masahaba wanakuja kusoma. Hii iweke katika kibindo chako. Mosi. Nasi ya pili, waqad i'tarafa ad-doktor, hakika amekubali doktor Ridhaullah al-Mubarak Furi, Ridhaullah al-Mubarak Furi, muhindi huyu, fi muqaddimati tahqiqihi, katika utangulizo wa uhakiki wake, likitabi al-azama, uhakiki wake kitabu al-azama la Sheikh al-Asbahani, kutubu mujassima. Bidhalika, amelikubali hilo, idh qala, pindi aliposema, bikulli sarahatin, kwa kila uwazi, asema huyu Ridhaullah al-Mubarak Furi, watasarrubu al-israiliyat, na kupenya israiliyat, ila al-muslimin, kwa Islam, wa mabda udukhuliha, na mwanzo kuingia kwake, fi ulumihim, katika elimu za Islam, amru, ni jambo ambalo kwamba
yarji'u tarikhuhu, inarejea tarikhi yake, historia yake, ila ahdi sahaba, katika zama za nini? Kwa hivyo hizi nusus zote zinathibitisha haya aliyoeleza nani? Al-Imam Hasan Saqqaf. Wadhālika, na hilo lianna al-Qur'ana, kwa sababu Qur'ani yattafiqu, inawafiqiana ma at-Taurati wal-Injil, pamoja na Taurati na Injil, fi dhikri baadhi al-masail, katika kutaja baadhi ya masail wal hawadith, baadhi ya matukio at-tarikhia, kihistoria. Yani kuna baadhi ya matukio hapo katika al-Qur'an na pia hapo katika Taurati na Injil. Wa in kana bainahu, na ingawa kuna baina ya Qur'ani wa baina Taurati, na baina Taurati wal Injil na Injili, farqun kabirun, kuna nini? Kuna utofauti mkubwa. Wa huwa al-ijaz, ni ufupisho, alladhi ambao kwamba yatamayizu bihi al-Qur'an, unapambanukana kwao nini? Qur'ani, wa yaj'aluhu, na ifanya Qur'ani muujizatan, kwa nini? Ni muujiza. Yani matukio yameelezwa katika al-Qur'an, lakini bil ijaz, kwa ufupisho ambao kwamba wenye maana kamili. Tofauti na kwenye Taurati na Injili, maelezo ni marefu. Kwa hivyo huwa al-ijaz alladhi yatamayizu bihi al-Qur'an wa yaj'aluhu mu'jizatan, wal-itnabu, na urefushaji, wa tafsiri, na upambanuzi, alladhani ambavyo kwamba yatasifu bihima, unasifika kwazo, at-Taurat wal Injil, Taurati na Injili. Yani Taurati ina itnab, maneno mingi, idhafatan, ukiongezea ila tahrifihima, kuchakacho, ila tahrifihima wa taghyirihima, kuchakachuliwa kwao na kubadilishwa kwao. Yani ukiongeza hilo la kwanza, lakini ongeza kwamba Taurati na Injili zimechakachuliwa na kubadilishwa, kama nassa al-Qur'an ala dhalika, kama ilivyoeleza Qur'an hilo, kama tulivyoona ayat katika darasa iliyopita. Tatu, wa aqarra bihadha al-ihtimal al-Albani, lakini amekubali pia ihtimali hii, kumkinika huku Albani, haithu qala, vile alivyosema, athnaa takhrij hadithin, katikati au katika kufanya takhrij hadithi fulani, fi sunnat ibn Abi Asim, katika sunna ibn Abi Asim, sahifa 249, hadithi ya nambari 568, asema isnaduhu dha'ifun, sanadi yake ni wal matnu, na matni munkarun, ni munkar, kaannahu, kana kwamba hii matni min wad'i al-yahudi, ni katika uzushi wa Mayahudi. Yani huku ni kukubali kwamba ziko baadhi ya riwayati zilizozuliwa na Mayahudi, lakini huwirat wa duwirat, mwisho wa siku zikawa ni katika nini? Katika riwayati ambazo kwamba zinazopokelewa kutoka nani? Kwa Rasulullah. Asema wa hadha i'tirafun sarih, na huku ni kukubali kuliko wazi, bi anna al-fikra al-israiliyya, kwamba fikra za Banu Israil au Yahudia au za Kiyahudi, lahu yadun, zina mkono, fi wad'i ba'd al-ahadith allati, katika kuzua baadhi ya hadithi ambazo kwamba imbathaqat anha, zimechumbuka kutoka katika hadithi hizo, fima ba'du, baada ya hapo, afkaru mujassimati, fikra za mujassima, wa mafahimuhum, na mafuhumi zao, fil aqaidi, katika masala ya itikadi, wa ghairiha, na katika masaili mingine. Hii ya tatu. 4, warawa at-Tahawi, na pokea at-Tahawi fi sharh maani al-athar, katika kitabu chake sharh maani al-athar, bi isnadin jayyid, kwa sanad ambayo kama nzuri, annahu qila lil Hasan al-Basri, kwamba aliambiwa al-Hasan al-Basri, qad kana yukrahu, ilikuwa zamani ilikuwa ni makruhu, yani ilikuwa inachukiwa, ayadha ar-rajulu, kuweka mtu, ihda rijlaihi, moja katika miguu yake, ala al-ukhra, juu ya mwingine. Faqala, akasema, ma akhadhu dhalika, hawakulichukua hilo illa lil yahudi, isipokuwa kutoka. Yani zamani ilikuwa elezo kwamba ni makruhu mtu kuketi akakunja nne namna hii. Au hizi maneno hamjawahi kuzisikia hata nyinyi? Sisi tulipokuwa wadogo tumesikia, pia tulikuwa tukiambia hivi. Siku moja nakumbuka kuna kangu mmoja, yeye ndo alikuwa amechangulia kusoma madrasa. Mimi nilikuwa kati bado mdogo, sianza wale madrasa. Yeye kasi ndo amechangulia madrasa bodi kitari. Sasa alikuwa amekuja likizo. Akaniona kwa pahali, nafikiri ilikuwa Ramadhani, nakumbuka kabisa Ramadhani ilikuwa. Akaniona nimeketi hivi, nimekunja nne. Akaniambia la, usiketi hivyo, ni makruhu. Makruhu hivyo haifai. Haimechukuliwa kutoka kwa ahlul kitabi. Ahlul kitabi, Mayahudi wanaitakidi kwamba Mungu siku ya 7 ile baada ya kuumba mbingu, wanasema alichoka, akalala hivi, kisha akaweka mguu juu ya mguu mwingine namna hii. Yani akalala hivi afa akakunja nne namna hii. Kisha akasema kikao hiki
hafai kukaa mtu yote baada yangu mimi. Angalia mambo ya ushenzi haya. Kwa hivyo hii kumbe masala yamechukuliwa huku. Basi ngapo naambia vile hasami kwa tu simso bado sianza kusoma bado mdogo, basi nikaacha tukaona makruh haifai. Kumbe ni masala ambayo kwamba yamechukuliwa kutoka katika itikadi mbaya kabisa. وذكر الذهبي تان ومتاج الذهبي في كتاب العلو كتاب العلو طبع دار الإمام النووي شاف دار الإمام النووي بتحقيق الأب الفقير لله تعالى تحقيق يعني الإمام حسن علي الثقافي يعني أنا فكرة كتاب العلو وتحقيق ننقد الإمام حسن علي الثقافي katika vitabu vizuri sana, vitabu muhimu sana kwamba vihitajika kusomwa sana. An Ka'b al-Ahbar amenukulu ametaja Dhahabi kutoka Ka'b al-Ahbar anao qala kwamba Ka'b al-Ahbar amesema qala Allah fi at-Taurati, amesema Mwenyezi Mungu katika Taurati, ana Allah, mimi ni Mwenyezi Mungu, fawqa ibadi, niko juu ya waja wangu, wa arshi fawqa jamii khalqi, na kiti changu cha enzi kiko juu ya viumbe wangu wote, wa ana ala arshi, na mimi niko juu ya kiti changu cha enzi, udabbiru umura ibadi, naendesha mambo ya waja wangu, wala yakhfa alayya shay'un, wala hakifichamani kwangu mimi kitu chochote, fi samai, mbinguni, wala fil ardi, wala ardi. Kwa hivyo nafikiri hii nasu yenyewe inajieleza kwamba itikadi hizi za mujassima wamezitoa wapi. Qala Dhahabi hunaka, amesema Dhahabi huko katika kitabu chake al-Ulu, rijalu thiqat, na ukizo yake ni ukweli kabisa. Rijalu thiqat. Sita. وذكر الذهبي هناك ايضا، ametaja Dhahabi huko katika kitabu chake vile vile an Ka'b al-Ahbar, kutoka Ka'b al-Ahbar fi nas akhar, katika nasu nyingine في العلو كتاب العلو أنه قال kwamba amesema Ka'b al-Ahbar, fama min as-samawati, hakuna katika mbingu, samaun, hakuna mbingu yote, illa lahu atitun, isipokuwa ina nini? Ina mlio, ka atiti rahli, kama mlio wa mzigo, fi awwali ma yurtahalu, katika ule mwanzo wa safari, fi awwali ma yurtahalu, katika mwanzo wa safari. Yani leo zamani ile watu wanaweka mizigo yao juu ya mafarasi, wamefunga mafurushi, kisha wanaweka, ushaona, si umeona mwanzo ile safari utaanza kutoa sauti, ushaona namna fulani, yani ile mizigo ili paka ije ikae sawa sawa ili isitoe sauti, kunahitaji baada ya mwanzo, baada ya mwendo. Kwa hivyo anasema kila mbingu ina nini? Ina mlio kama mlio wa nini? Wa mzigo mwanzo wa safari. Angalia huyo mshenzi anachosema, min thiqalil jabbari, kutokamana na uzito wa al-Jabbar, Mwenyezi Mungu mwenye kutendesha nguvu, fawqahunna, juu yake. No comment. No comment. لا تعليق. يعني هذا الكلام يدل على كفر قائله, kwamba asema kila mbingu kuna nini? Kuna mlio kama mlio wa nini? Wa mzigo mwanzo wa safari. Huo mlio unatokana na nini? Unatokana na uzito wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Kwa maana yake, yani Mwenyezi Mungu ni kitu, ni jismu ambacho kama ni zito. Ushaona? Ile mbingu yani zimechoka, maskini ya Mungu, taabani. Hizo mbingu zimechoka nini? Taabani. Kwa maana hiyo, maana yake Mwenyezi Mungu pia hii jadhi, kwa sababu yani ili kitu, yani kitu ili, yani ili kitu, ule uzito wa kitu unatokana ni jadhibia, kuna ule mvuto, si ndio? Wanaita nini Mr. Shafi? Yani kitu ili uzito wake upatikane, kunatakana kwa kuna nini? Kuna mvuto ule baina ya ardhi na kitu, si ndio? Wanaita nini? Pressure. Naam? Pressure. Kuna neno fulani vile kitaalamu. Asema fandhuru, tizameni, kaifa yajalu Ka'b al-Ahbari, vipi anamfanya Ka'b al-Ahbari al-Maula Ta'ala, anavyomfanya Mwenyezi Mungu mtukufu, ama yakula alotukuka kutokamana na haya anasema Ka'b. Fandhur kaifa yajalu Ka'b al-Ahbari al-Maula Ta'ala amma yaqul.
khadi'un liljadhibiyyati al-ardhiyya. Vipi anamfanya Mwenyezi Mungu kwamba yuko chini ya nini? Ya ule mvuto wa nini? Wa ardhi wa nahwiha, na mfano wake. Mvuto ambao kwamba unafanya ule uzito wa kitu ufanye nini? Upatikane. Yani kama sisi manake yupo katika maayiri, katika vipimo vya kibinadamu na viumbe, si ndio? Jadhibia pia, mvuto ule wa ardhi unamuathiri yeye mwenyewe pia. Qiyamul hawadith bidhati Allah yani. Ala fikra. وفي كتاب السنة katika kitabu sunna li Abdullah bin Ahmad, cha Abdullah bin Ahmad bisanadi, kwa sanadi yake ila Wahb bin Munabbih, mpaka Wahb bin Munabbih annahu qala, kama amesema وقد ذكر عظمة الله تعالى, hakika ametaja, alipokuwa ametaja ukubwa Mungu akasema inna samawati, hakika mbingu, wal bihara, na bahari, la fil haykal, lipo katika zipo katika hekalu kubwa, wa innal haykala, na hakika hilo hekalu, la fil kursi, lipo katika nini? Kursi, kiti cha enzi. Wa inna qadamayhi, na hakika nyayo zake Mungu azza wa jalla mtukufu, la ala al-kursi, zipo katika nini? Kiti cha enzi. Wa qad aada al-kursi, na hakika kimekuwa hiki kiti cha enzi kanali fi qadamayhi, kama kanda mbili katika viatu vyake, katika nyayo zake. Fahimtu? كيف يعني يتصورون الإله؟ vipi wanavyofikiria Mwenyezi Mungu. وذكر الذهبي في كتاب العلو، نمتاج الذهبي katika kitabu al-Ulu an Abdullah bin Salam al-Israili, kutoka Abdullah bin Salam. Ala fikra, hawa ni vigogo Israiliyati hao. Ilieleza hapa kuna vigogo Israiliyati katika al-kitabu na Abdullah bin Salam, Ka'b al-Ahbar, Wahb bin Munabbih, Nawf al-Bakkal. Yani mkisikia tu kitu an Abdullah bin Salam, an Ka'b al-Ahbar, an Nawf al-Bakkal, an Wahb bin Munabbih, hawa ni katika vigogo wa Israiliyati hao. Bala lote limetoka kwao. Asema annahu qala, kama amesema idha kana yawmul qiyamati, pindi takapokuwa siku ya kiyama, jia binabiyikum, ataletwa mtume wenu, hatta yajlisa baina yadi Allahi, mpaka ataketi mbele ya Mwenyezi Mungu, ala kursi, juu ya kiti chake cha enzi. Da kufru. Wa hadha amrun thabitun an ibn Salam, na hili jambo lilothubutu kutoka nani? Kwa Abdullah bin Salam. Asema rawahu ibn Abi Asim fi sunnati, apokea hiyo nasi ibn Abi Asim katika kitabu sunna, wa Tabari fi tafsiri, na Imam al-Tabari katika tafsiri yake, wal Hakim fi al-Musaddarak, na Imam al-Hakim katika al-Musaddarak, wal Khallal fi sunnatina al-Khallal katika sunna yake. قال الحافظ ابن حجر في كتاب، أمتاج الإمام الحافظ ابن حجر كتاب النكت على ابن الصلاح، شارحا قول الحافظ ابن الصلاح، على كشريش قول الحافظ ابن الصلاح، وسيما إذا كان الصحابي بين يكيو صحابة ينظر في الإسرائيليات، أنا تشنغوليا نكتزام في تابو ذا أهل الكتاب، أنا أنغاليا مامبو هاي إسرائيليات، فلا يوضع تفسيره، هيبوي تفسيرياك حكم الرفع، حكم يعني hukumu ya marfu, yani kwamba ni maneno ya mtume. Maana somo leo ni kwamba nafsi yake ni yani, ala fikra, sisi tunasoma katika musala wal hadithi, ikija maneno kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha sahaba yakayafasiri kwamba namna hii, na akawa ile maneno mima, yani katika yale ambapo kwamba la majali rai fi, kama masala muhusiana na ghaibu na mfano wake, ambapo kwamba mtu hawezi kusema kwa fikra zake, yale maneno yake yanapewa hukumu rafi, maneno yake inakuwa ni marfu, ni mawqufun lafdhan, kilafdhi inakuwa ni mawquf, lakini kihukumu inakuwa ni marfu, si ndio? Sasa hii maneno laysa ala itlaq, nafikiri tulieleza wakati tunasoma kwenye musala wal hadith, tukasema lakini kwa sharti ile sahaba asione katika wale ambao kwamba walikuwa wanasoma vitabu vya Israiliyat. Ibn Hajar anasema yani waka Abdullah ibn Amr ibn al-As, mfano Abdullah ibn Amr ibn al-As, tafsiri yake haiwezi kupewa hukumu ya rafi kwa sababu alikuwa anasoma Israiliyat. Fa innahu kana, hakika alikuwa, hasala lahu, alipata yeye, fi waqati al-Yarmuk, katika vita vya Yarmuk, kutubun kathiratun, vitabu vingi, min kutubi ahli al-kitabi, katika vitabu vya ahli al-kitabi. Fakana yukhbiru, akawa akiwapa habari watu, yani akiwaelezea, bima fiha, yale loko ndani yake, min al-umuri al-mughayyabati, katika mambo ya ghaib. Vitabu vingine vinaeleza, vitabu vya tarikhi, kwamba
Abdullah bin Amr bin al-As alipata masanduku mawili. Alipata nini? Masanduku mawili ya vitabu vya Ahlul Kitabi katika vita vya Yarmouk, akaja akaweka ndani. Kija huko anachungulia, akija kule anaenda kuwaelezea watu. Tena yani hakuwa ni mtu yani anachungulia tu labda kuangalia tu ili yani alikuwa ni mughramun biha. Alikuwa ni mughram, alikuwa anapenda, yani manake alikuwa na muda baada ya muda anakuja kufanya kuvipitia, yani kitu kilikuwa kimemkaa kwenye damu yani. Mpaka ikafikia hata kana baadhi ashabi, mpaka baadhi ya watu wake walikuwa rubama qala lahu, mara nyingine huenda akamwambia hadithna ani nabii sallallahu alaihi wasallam, tuhadithie kutoka kwa mtume, wala tuhadithna ani sahifa, wala usihadithie kutoka katika kurasa hizo za Ahlul-Kitab. Angalia, yani maana yake ni kitu ambacho kwamba kilikuwa kiko ndani ya damu yake, yani muda mwingi akihadithia ile ina mpaka watu wake wakawa wanachoka. Sasa sisi tunataka maneno mtume, shekhi unatupa hizo story. Mara nyingine anambia bwana tuhadithie, hadithna an rasulillah wala tuhadithna ani sahifa. Abdullah bin Amr bin As. Sasa mtu ambaye kwamba alikuwa anasoma namna hiyo vitabu hivi vya Ahlul-Kitabi, mpaka vikao vimemketi namna hiyo katika damu, mpaka akawa anawahadithia watu namna hiyo, wewe utatudhaminia vipi ya kwamba yale yote ambayo kwamba aliyohadithia yalihifadhiwa pembezoni na maneno ya mtume wala hayakuchanganyikana? Na wakati huku kuna maneno tutayasoma yale kutoka kwa nani? Kwa Busr bin Said, ambao kwamba inatuonyesha kwamba watu toka mapema, toka karne ya kwanza tayari walikuwa washaanza kufanya kuchanganya. Sasa je, watu wa karne ya mwanzo walichanganya madawa? Je, wa karne hii 21 simimbabi au la? Famithlu hadha, mfano bwana kama huyu Abdullah bin Amr bin As, la yakunu hukmu ma yukhbiru bi, haiwi hukmu yale anayoeleza min al-umuri allati, katika mambo ambayo kama qaddamna dhikra, tumetanguliza utajo wake, arrafa, haiwi hukmu yake ni rafu, yani hatuwezi kuhukumu kwamba tafsiri imetoka kwa mtume, liquwwati al-ihtimali, kwa sababu ya uzito wa ihtimali, yani ya kuwezekana ya kwamba hii tafsiri imetoka kwa nini? Kwenye Taurati. Intaha kalamu al-Hafidh, yamekomeka au yamekamilika maneno ya al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, wa huwa kalamun hasan, maneno haya ni mazuri, nafisun jiddan, mazuri sana. Haya, nasi ya 10 ani Sa'ib bin Yazid, impokelewa kutoka kwa Sa'ib bin Yazid annahu, ya kwamba yeye sami'a Umar ibn al-Khattab, alimsikia Umar ibn al-Khattab yaqul li Abi Hurairah, sema kumwambia Abu Hurairah, alimwambia la tatrukanna alhaditha an rasulillah, utaacha kuhadithia watu kuhusiana na hadithi za mtume, au la ulhiqannaka bi ardi Daus, au nitakupeleka katika ardhi ya Daus, yani nitakupeleka kwenu. Abu Hurairah anatoka Daus. Waqala li Ka'b, alimwambia Ka'b al-ahbar, la tatrukanna alahaditha, utaacha hizi hadithi unazohadithia watu, au la ulhiqannaka bi ardi al-qiradat, au nitakupeleka katika ardhi ya manyani, yani nitakurudisha kwa Mayahudi wenzako. Maana ya maneno haya ni gani? Nini maana ya maneno haya ya Sayyidina Umar radhiallahu anhu? Baada ya Abu Hurairah kukithirisha kuwahadithia watu na kuchanganya hadithi za mtume nini na Israiliyati, na kupelekwa baadhi ya kesi kama hizi kwake, Sayyidina Umar alimpiga block, mpiga stop Abu Hurairah, akamwambia sitaki hizi majalisi zako za hadithi, kaa utulie tu kama watu wengine. Basi akawa mara nyingine anakaa tena anarudia. Akaja akampa onyo kwamba usipoacha nitakuhamisha hapa Madina, nikupeleka wapi? Kwenu Daus. Lakini je, Abu Hurairah alisikia amri hii Sayyidina Umar? La, hakuisikiliza. Bali semekana kuna siku moja, sikumbuki ile nasi iko wapi, lakini kuna siku alikuja akamtia mboko nyingi sana. Kuna siku Sayyidina Umar alikuja akamtia mboko nyingi sana Abu Hurairah, wallahi. Nasoma na haya nafikiri sikumbuki katika kitabu gani, lakini fima adhkur nilisoma katika kitabu Sheikh al-Madira cha Mahmud Abu Rayya, siku nyingi fima adhkur. Na sikumbuki Mahmud Abu Rayya amenukulu kutoka katika kitabu gani, lakini amenukulu kutoka katika vitabu vya tarikh, alitia mboko nyingi sana. Ataturuk hasa hawa watu Sayyidina Umar aliwadhibiti. Lakini baadhi ya vitabu vinaeleza kwamba Sayyidina Umar alikuwa na usuhuba sana na kina Ka'b al-Ahbar. Alikuwa na usuhuba sana.
Lakini baada ya kuletewa kesi na baada ya kuona hawa watu wanaharibu mambo, wanachanganya hadithi za mtume na Israiliyati, ikabidi akafanya nini? Akawachenjea, akamwambia la, hizi stories sitakufanya kuzisikia. Na lau wangesikiliza kauli ya Sayyidina Umar, kafuata amri yake wakaachana hizo story, sasa hivi hizi balaa za Israiliyati ingekuwa kidogo kuna uhafifu. Lakini watu gani waliokuja kuvifadhili hivi vikao? Yani huu mradi wa kuleta Israiliyati katika akili ya Uislamu, nani aliokuja kufadhili? Unamjua? Banu Umayya. Banu Umayya ni watu walikuwa wako karibu sana na Uyahudi na Mayahudi. Yani bali baadhi ya ulama wasema hakuwa Waislamu kabisa. Baadhi ya ulama wasema Muawiya alikuwa ni Mkristo. Tuache haya maneno. Lakini Banu Umayya wakati wanapigana Sayyidina Ali. Sayyidina Ali alikuwa anabainisha akida na tauhid na yale yaliokuwa kutoka kwa mtume, si ndio? Asa wao kwa ili watofautiane na Sayyidina Ali, ikabidi wafadhili hawa watu. Yani yani ni hivi. Sayyidina Ali alikuwa ni mwanachuoni mkubwa na mtume kashasema ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Si watu wataenda kusoma kwa Sayyidina Ali watajua haki? Watu wakishajua haki, Banu Umayya watakuwa na nafasi ya kuwadanganya. Unajua siku zote jamii yote ambapo kama unataka uitawale kwa muda mrefu, wale isishtuke, inyime elimu tu. Inyime ni elimu. Jamii yote ambapo kama unataka uitawale uipeleke kondo, inyime ni. Kwa sababu ukiwa hawana elimu, watakuwa wanajua ubaya wale wanaoyatenda. Yale mabaya kabisa wanaoyatenda utakuwa unaona ndio mazuri zaidi, wanakupigia makofi, si ndio? Watakuwa wanajua uovu wale wanaoyasema. Lakini watu wakijanjaruka, wakitalamika, utaweza kuwapeleka kikondoo? Huwezi kuwapeleka kikondoo. Kwa hivyo Banu Umayya walijua hii siasa mapema, ya kwamba watu tukiwacha wakaenda kusoma kwa Ali, wakasomesha sawasawa elimu ya Mtume Muhammad, wakasomesha elimu za Sayyid Muhammad, sisi itakuwa hatuwezi kufanya nini? Kuwapeleka kikondoo, na hawezi kututetea na kutetea maovu yetu. Kuacha kufanya nini? Ni tuweke mbali na nini? Na elimu ile ya sawa, tuweke mbali na itikadi ya sawa, tufadhili na tupromote haya nini? Mavikao ya mavisa na madude haya Israiliyati yanayoletwa kwenye kabu la habari, kwa sababu watu watakuwa wajinga tu kila siku. Mavisa haya kwa mfano haya yanaelezwa na acha tusitaje watu majina. Haya mavisa yanaelezwa na baadhi ya kuswasi misikitini. Yanaweza kujenga fikra za mtu? Yanaweza kujenga mwamko? Yanaweza kumjenga mtu mwamko wa fikra nini kupitia mavisa? Yani yataja maalumati na usul na kawaid ilmiya, si ndio? Kwa hivyo wakaweka mbali na ilmu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawakurubisha na hizi fikra za kabul ahbar. Na ile misikiti na majalisi makubwa yote wakapewa hawa watu. Bali Muawiya akaandika waraka maalumu, tamko maalumu la serikali la kuharamisha watu kuchukua hadithi kutoka kwa Ali. Na kila hadithi zitakazochukuliwa kutoka kwa Ali zisikubaliwe, na kila watu ambao kwamba wanaosoma kwa Ali hadithi zao zisikubaliwe. Hawa washakataliwa, na ndio mwanzo wa kwamba hadithi ya Shia haisihi. Shia maana yake ni mfuasi wa Sayyidina Ali. Si unaelewa haya mambo? Na hasi mambo si story, bali ya Sheikh Al-Bahith Hassan bin Farhan Al-Maliki ameandika kitabu hasa Marasimu Muawiya fima azkur. Marasimu Muawiya kinaitwa nini? Marasimu Muawiya cha Sheikh Hassan bin Farhan Al-Maliki, na huyu ni Msaudia. Mwanzo alikuwa Muwahabi kisha akaingia katika aqida Ahlus-Sunnah wal Jamaa tariqa. Amesoma Uwahabi mpaka ametakharaj katika jamii za Mawahabi, kisha baada ya kujua haki akaacha Uwahabi. Ameandika kitabu nini? Marasimu Muawiya. Ameeleza hizi asrari zote ninazoeleza. Aqul nasema Abu Huraira min arwati ni katika upokezi an Kabil Ahbar kutoka Kabul Ahbar, kama yajidu dhalika, kama anavyolipata hilo kullu man yaqra tarjamatahuma, kila anayesoma nini tarjama yao, yani historia zao na tarikhi ya Abu Huraira na Kabul Ahbar, fi mithli tahdhib at-tahdhib, katika kitabu mfano tahdhib at-tahdhib cha Imam Ibn Hajar al-Asqalani, tahdhib al-kamal katika kitabu tahdhib al-kamal cha al-Hafidh al-Mizzi. Fa indi bas kwangu mimi anna Umar ibn Khattab, ni kwamba Sayyidina Umar, yani Maulana al-Imam Hasan bin al-Saqaf anasema kwa mtizamo wake yeye ni kwamba Sayyidina Umar radhiyallahu anhu manaahu, alimzuia Abu Huraira min ar-riwaya, kufanya
kupokea hadithi na kufundisha hadithi liajli al-israiliyat, kwa ajili ya nini? Israeli. Yani lau ingekuwa ni hadithi za mtume tu angemkataza mtu kusomesha hadithi za mtume, lakini alimkataza kwa sababu hii balaa la israiliyat. Wa yuakidu dhalika, na natilia mkazo hilo ninaloeleza mimi, majaa Busr bin Sa'id, yale lokuja kutoka kwa Busr bin Sa'id, wa huwa min kibari tabi'in, katika kibaru tabi'ina huyu, min rijali al-kutub as-sita, katika wapokezi wa vitabu sita, min talamidhi Abi Huraira, katika wanafunzi wa Abu Huraira, annahu qala, kwamba Busr bin Sa'id amesema, aliwaambia watu, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, watahafadhu min alhadith, najichungeni sana kuhusiana na hadithi. Fa wallahi, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, laqad ra'aytuna nujalisu Abu Huraira, tulikuwa sisi tunaketi na Abu Huraira, fa yuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atuhadithia sisi kutoka kwa mtume, wa yuhadithuna an Ka'b, na atuhadithia kutoka kwa Ka'b, thumma yaqum, kisha naondoka, fa asma'u, namsikia, nikawa nawasikia, baadha man kana maana, baadhi ya wale waliokuwa pamoja na sisi, yaj'alu haditha Rasulillah sallallahu alayhi wasallam an Ka'b, afanya hadithi za mtume za Ka'b, wa yaj'alu haditha Ka'b an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Rawahu Muslim, amepokea maneno hayo Imam Muslim fi kitabu at-Tamyiz, katika kitabu chake at-Tamyiz. Nafikiri haihitaji tawdih zaidi. Kwa hivyo hii yatuonyesha kwamba kuchanganywa mafaili hakujaanza katikati. Mafaili yalichanganywa toka karne ya mwanzo, na ndio manake tunapoanza mchakato wa kupiga vita Israiliyat, kupiga vita tajsim, tunapatana na nususi ambazo kwamba historia yake inarudi kutoka katika karne ya mwanzo. Alafu mtu anakuuliza, hivi wewe unapinga maneno haya, amesema huyu alikuwa katika karne ya mwanzo, na tuambie karne ya mwanzo ndio karne bora, kadha hafu, angalia fulani aseme hivi, fulani aseme hivi. Kwa hivyo msihurike kwamba maneno haya amesema fulani na huyu fulani alikuwa karne ya kwanza au karne ya pili. Hapana, msihurike hivyo. Hata mkiambiwa haya amesema sahaba fulani, lakini ana tajsimi ndani yake, tupa kwa ende bila taka, kwa sababu maneno haya yaonyesha kwamba mafaili ya itikadi yalianza kuchanganywa toka katika karne ya mwanzo. Kwa hivyo mtu kuwa ni katika karne ya mwanzo au katika karne ya pili si hoja ya kwamba kila anayosema nini. Sisi tunafahamiana vizuri sana. Yaani mara nyingine mtu anaweza kuletea nafsi tajsimi na tajsimi ndani yake, afokaambia angalia huyu mwanachuoni wa karne ya pili, huyu mwanachuoni wa karne ya tatu. Kama karne ya tatu ndio nini? Ndio hujja. Kama karne ya tatu au karne ya mwanzo ndio maasum. Wakati Busr bin Sa'id atuonyesha kwamba masahaba wenyewe tayari walianza kufanya nini? Kullu hadhihi al-umur, na mambo yote haya, wa kullu hadhihi al-umuri wan-nususi, na mambo haya yote na nususi zote hizi, tuthbitu, zinathibitisha, dukhul al-israiliyati, kuingia israiliyat, min al-ahd al-awwal, kutoka katika zama za mwanzo, fi afkari nasi, katika fikra za watu, wa marwiyati, na katika riwaya zao, wa bitali, na pia dukhulaha, zinathibitisha kuingia israiliyati, tadwinaha, na kufanya nini, na kuandikwa kwake, fi mabadu, baada ya hapo, fi kutubi turathi, katika vitabu vya nini, katika vitabu vya turathi. وقد ذكرت، na hakika nimetaja, fi muqaddimat kitab al-uluwi, katika kitabu katika utangulizi wa kitabu al-uluwi lidhahabi, ashiyaa kathiratan, vitu vingi, min dhalika, kuhusiana na hilo la kuingia israiliyat katika al-fikr al-islami, falyurajaha, basi na aurejee huo muqaddima man shaa takai, yani ala fikra muqaddima wal Imam Hasan al-Saqaf wa kitabu al-uluwi, ni katika muqaddimati ambazo kwamba zahitajika kusomwa sana, bali mtu asome arudie, kwa sababu ni muqaddima ambao kwamba taban hapa ameeleza ikhtisaran, hapa ameeleza nini ikhtisaran, lakini pana nafikiri kuna zaidi ya peji 15 wakieleza masala haya bin nusus bil adilla kadha, yani kuhusu masala haya israiliyati na kuingia katika al-fikr al-islami. Yani basata al-mas'ala hadhihi fi muqaddimati kitab al-ulum, yani ala fikra هذه المقدمة مما جادت به يعني قريحة الإمام الحسن، ما جادت به قريحة الإمام الحسن السقاف، يعني حفظه الله تعالى ورعاه. صح. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. السؤال استفسار، نمساكم السؤال ونمساكم الاستفسار.
Na baadhi ya nusus طبعا kuzihifadhi inakuwa ni ahsan. Baadhi ya nusus tunazosoma katika kitabu kuzihifadhi ni itawasaidia inshallah fi baadhi ya umur.